Wapendwa, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya Jumatatu, juma la 4 la Kwaresma. Masomo ya leo yanatuletea ujumbe mkubwa wa tumaini. Mungu ni Mungu wa upya. Anapenda kuanza upya pale ambapo mwanadamu anaona mwisho. Katika kitabu cha Nabii Isaya sura 65 aya 17 hadi 21 tunasikia ahadi ya Mungu ya kwamba, tazama, mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya. Haya ni maneno ya faraja kwa watu waliokuwa wanapitia mateso na kukata tamaa. Mungu anawaambia kwamba huzuni na maumivu yao hayataendelea milele. Ataleta wakati mpya wa furaha, amani na baraka. Picha iliyotumiwa hapa ni ya maisha yaliyojaa matumaini. Watu watajenga nyumba na kukaa ndani yake. Watapanda mizabibu na kula matunda yake. Hii inaonyesha maisha yenye usalama, kazi yenye matunda na furaha ya kuishi. Kwa maneno mengine, tunaweza tukasema Mungu ana mpango wa kurejesha heshima na furaha ya watu wake. Katika wimbo katikati siku ya leo kutoka Zaburi ya 30 inaendeleza ujumbe huu wa matumaini. Unasema, huenda kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Na kuna msemo mmoja ambao unasema, giza la usiku huwa linaondolewa na mwanga mzuri, mwanga wa matumaini wa asubuhi. Hii ni ukweli katika maisha ya kila mwanadamu. Kuna nyakati za huzuni, kuna nyakati za maumivu, nyakati za kukata tamaa na hata machozi na kadhalika. Lakini Mungu ana uwezo wa kubadilisha huzuni kuwa furaha, maombolezo kuwa shangwe na kukata tamaa kuwa matumaini. Na katika Injili ya leo iliyotoka katika kitabu cha Mwinjili Yohani sura ya 4:43-54 tunasikia simulizi ya diwani mmoja ambaye mwanae alikuwa karibia kufa. Baba huyo aliposikia kwamba Yesu yuko Kana ya Galilaya, alisafiri kumtafuta na kumuomba mponye mwanawe. Hapa tunaona nguvu ya imani ya mzazi anayempenda mtoto wake, ambaye pia mwenyewe ana imani. Alikuwa tayari kusafiri na kunyenyekea ili kuokoa maisha ya mwanawe. Yesu anamwambia maneno mafupi ambayo yalimsaidia, enenda, mwanao yu hai. Ajabu ni kwamba Yesu hakutoka akaenda mpaka nyumbani kwake. Alisema neno tu na yule baba akalisadiki. Alianza kurudi nyumbani akiwa na tumaini moyoni. Baadaye alipokutana na watumishi wake, alimwambia kuwa mtoto alipona saa ile ile ambayo Yesu alisema maneno haya. Hapo ndipo imani yake ikawa kubwa zaidi na hata familia yake yote ikaamini. Tunapata fundisho gani? Injili hii inatufundisha jambo muhimu sana kuhusu imani. Mara nyingi sisi wanadamu tunataka kuona kwanza ndipo tuamini. Tunataka ishara. Sasa hivi tunatafuta ishara sana na miujiza, udhibitisho, matokeo ya haraka. Lakini imani ya kweli mara nyingi huanza na kuamini neno la Mungu hata kabla hatujaona matokeo. Katika maisha ya leo, watu wengi wanapitia hali zinazofanana na yule diwani. Kuna wazazi wanaoteseka kwa sababu ya watoto wao labda magonjwa, tabia mbaya, changamoto za kimaisha. Kuna wazazi wanaopitia matatizo ya kifamilia, kazi au afya. Wakati mwingine hali hizo hutufanya tukate tamaa na kuhisi kana kwamba hakuna tumaini tena. Lakini neno la Mungu leo linatukumbusha kwamba Yesu bado ana nguvu ya kuleta uzima. Pale ambapo kuna hofu ya kifo, matumaini. Pale ambapo kuna kukata tamaa na mwanzo mpya, pale ambapo tunaona mwisho. Anachotaka ni tumaini na imani yetu kwake. Pia Injili hii inatufundisha kuwa neno la Mungu lina nguvu. Alisema tu, mwanao yu hai,
na hali ikabadilika. Hata leo neno la Kristo lina nguvu ya kubadilisha maisha yetu. Linapofungua mioyo yetu kwa msamaha, linapotuongoza kuacha dhambi, na linapotupa ujasiri wa kuanza upya. Kwaresma ni kipindi cha kuamini zaidi katika uwezo wa Mungu wa kutufanya wapya, kutufanya kuwa upya. Mara nyingine una maeneo katika maisha yetu ambayo yanaonekana yameharibika au yamekufa, imani iliyopoa au matumaini yaliyopotea, lakini Mungu anasema, tazama naumba mambo upya, naumba mambo mapya. Hivyo leo hii tumuombe Bwana atupe imani kama yule baba aliyemuombea mwanawe kupona, imani ya kuamini neno lake hata kabla ya kuona matokeo. Na tukifanya hivyo, tutajionea wenyewe jinsi Mungu anavyogeuza machozi kuwa furaha na anavyogeuza giza kuwa nuru ya maisha. Tumsifu Yesu Kristo.